tuombeane ujazo wa Roho Mtakatifu. Lakini kabla ya hiyo flow, nataka nianze na jinsi ya kumwimbia Bwana. Jinsi ya kumwimbia Bwana. Wakolosai sura ya 3. Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 16. Na usifusa Yesu nilinde hatani kuo. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 unasema hivi: neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni. Mstari wangu ambao niko interested nao ni hicho kipande, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Iko hivi, uimbaji ni zaidi, uimbaji kwa muktadha wa kumtumikia Mungu ni zaidi ya kuimba kodi sahihi na skeli sahihi. Ni zaidi ya kuimba kwa sauti nzuri nyororo na kutetemesha sauti. Uimbaji ambao tunauongelea unaoitwa kumwimbia Bwana ni zaidi ya kuimba kwa sauti nzuri na kupiga vyombo vizuri. Ni zaidi ya pale. Kwa hiyo na wala si swala tu la kupanua mdomo na kutoa sauti nzuri. Kumwimbia Bwana kuna husika. Yaani ukishaanza kufanya hicho, hilo zoezi likubebe kutoka pale ulipo likakutue kwenye kiti cha enzi cha Elohim. Uimbaji ni sawa na ndege inayotakiwa kukupaisha na kukufikisha kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Unapenya anga zote, unapenya mambo ya kimwili, unapenya mawazo ya kidunia, unapenya mambo ambayo umekutana nayo, unapenya kwenye zile huzuni, kwenye mambo ambayo umekutana nayo, unayapenya yote, unajikuta uko mbele za kiti cha enzi cha Mungu. Huo ndio uimbaji ambao, hivyo ndivyo namna ya kumwimbia Bwana. Na ili kumwimbia Bwana nitagusa tu mambo mawili au mengine tayataja kwa haraka, lakini nataka tubakishe muda, tupate muda wa kuombea na Roho Mtakatifu. Tumesoma hapa kwenye Wakolosai. Kwa jambo la kwanza, ili kumwimbia Bwana, uimbaji unatakiwa utoke moyoni. Unatakiwa uimbe kutoka moyoni. Tumesema hapa hivi, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kumwimbia Bwana atuimbi kutoka akilini peke yake. Ndiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Sura ya 14. Sura ya 14 na mstari wa 15 inasema kuna kuimba kwa akili na kuna kuimba kwa roho. Kuna kuomba kwa akili na kuna kuomba kwa roho. Sasa sisi uimbaji wetu mwingi tunaimba
hisia zako zihusike. Kama unaimba kitu kinachohusu furaha, basi hisia yako ile ya furaha ihusike. Kama unaimba kitu ambacho kinahusu ni cha kuhuzunisha, basi hisia zako pia na zenyewe zihusike. Kama unaimba kitu ambacho ni cha kukemea, hasira yako, ile hisia ya hasira iunganishwe na hicho kitu. Ndipo hata ukimkemea mtu anahisi hapa kweli natakiwa nijipange sawa sawa. Sio unakemea huku unacheka. Unamkemea mtu afu yeye bado anacheka. Hapo unakuwa kuna kitu kimepungua. Kwa kumwimbia Bwana, tuliko kusoma kwenye Nyakati wa Kwanza 25 ule mstari wa 7 kwamba wale waliofundishwa kumwimbia Bwana, mojawapo ya kitu walichokuwa wanaelekezwa, uimbaji wao unatakiwa utoke moyoni. Uimbaji halisi unaogusa, uimbaji wowote unaogusa ni ule unaotoka moyoni. Kwa hiyo ndiyo maana moyoni mwako kunatakiwa kuwe safi. Moyo unatakiwa uwe safi. Ndiyo maana Zaburi ya 24 kuna kitu anakisema pale. Zaburi ya 24 mstari wa 3 hadi wa 4. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama patakatifu pake? Mstari wa 4. Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, na moyo mweupe, mikono safi. Mikono yako hauitumii vibaya. Wengine kwenye kwaya, mnapokuwa kwenye mazoezi, mikono yenu inafanya vitu ambavyo sio safi. Mnashikana shikana, watu wa jinsia ya tofauti. Kuta fulana na msichana wamebakishana baada ya mazoezi, alafu wanafanya vitu vya ajabu kupitia mikono yao. Nisema viungo vyako ni vya Kristo. Wewe kijana wa kiume, kwa sababu ya tamaa zilizoko ndani yako, unashikashika wasichana kwa mikono yako. Nikuulize swali, angekuwa Yesu angefanya hivi? Angekuwa Yesu angekuwa anabakisha msichana baada ya wengine kutoka, alafu mfanye vitu ambavyo sio vizuri mbele za Bwana? Angekuwa Yesu angefanya hivi? Tunasahau ya kwamba sisi kuishi ni Kristo. Kuishi maisha yetu ni Kristo. Na nimesema viungo vyako ni
wanavamia vijana wa kiume, unamlalia mgongoni, unamchoma na maziwa yako mgongoni. Kijana wa watu anaanza kupigwa shoti. Kwa sababu tu ya tamaa. Leo watu sio wakali kwenye damu, hawana msimamo mkali, yaani wako huru, wamejiachia tu. Biblia inasema ikimbieni zinaa, wao ndio wanaikimbilia badala ya kuikimbia. Yako mazingira, ukishaona tu haya mazingira yanaenda kuelekea kwenye zinaa, yakimbie. Biblia, maandiko yamekuagiza hivyo. Unamchoma maziwa kijana wa watu, umeme unaanza kutembea kwenye mwili wake. Unamtembelea kaka wa watu, wamepanga chumba kimoja, hana hata viti, unakaa kwenye kitanda chake. Saa 1 za usiku zimefika, upo tu binti, upo tu. Saa 2 za usiku zimefika, upo tu, unabadilisha channel kwenye TV. Ukipigiwa simu, tunafanya Bible study. Shame on you. Huna hata aibu. Matokeo yake unajinajisi, unapoteza sifa za kumsifu Mungu. Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, maana yake hana kiburi. Waimbaji wengi tu wana kiburi, tena ukimwangalia mtu unakiona kabisa huyu ni kiburi. Hakuna unyenyekevu. Kiambiwa na viongozi wenu ni waasi tu, tungali anazingua. Wewe mwenyekiti, na wewe unatuzingua. Nabishana na viongozi wako, hamna unyenyekevu. Mtu haongozeki, hawezi kuongozwa. Halafu anasimama hapa, anasema anakuja kumsifu Bwana. Sifa atakaye simama mbele za Bwana na kumsifu, sifa hizi hapa zimetana: mwenye mikono safi, moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Ukiendelea anasema hivi, huyo mtu wa namna hiyo mwenye hizo sifa atapokea baraka kutoka kwa Bwana. Yaani huyo mtu akisema Bwana nakuhitaji mahali hapa, unashangaa Mungu anashuka pale pale, anajifunua pale pale. Maana mtu wa namna hiyo atapokea baraka kutoka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Na anasema hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Watu wenye hizo sifa, hao ndio kizazi cha wamtafutao. Are you the one? Are you a man? The one who are seeking him? Uma miongoni mwa wamtafutao au nasindikiza? Elohim El Adonai Shama Shama Elohim El Adonai Shama Shama Elohim
Adonai, Mungu ambaye ameinuliwa kuliko, yuko juu ya vyote. Shama, 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 Elohim Adonai. Shama. Zaburi ya 33 mstari wa kwanza anasema hivi: Pigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki. Wanaotakiwa kumpigia Bwana vigelegele ni wenye haki. Na sisi tunahesabiwa haki kwa neema baada ya kumpokea Yesu. Tunahesabiwa haki, tunatakaswa. Ndio maana huwezi kumwimbia Mungu kama wewe hujaokoka, hujatakaswa na kufanywa mwenye haki. Alafu anamalizia kusema usiku kuna wapasa wanyofu wa moyo. Kumwimbia Bwana kunahusisha moyo, ni swala la moyo wako. Lakini moyo wako uko kwenye hali ya namna gani? Tumeona moyo unatakiwa uwe safi. Bwana uniumbie moyo safi. Zaburi ya Daudi. Bwana uniumbie roho mpya. Fanya roho iliyo tulia, ili nikutumikie maisha yangu yote. Bwana uniumbie moyo safi. Je, hayo ni maombi yako? Ni mara ngapi unaomba hayo maombi? Bwana niumbie moyo safi. Create in me a clean heart. Kama wewe ni mwabudu halisi, haya ni maombi yako ya kila siku. Baba niumbie moyo safi. Baba niumbie moyo safi. Na ndio maana moyo ni kitu sensitive, ni kitu cha muhimu sana kwenye swala la kumtumikia Mungu na kumsifu Mungu. Methali 4 mstari wa 23 anatuambia, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kwa nini? Moyo wako tu ukishatekwa na vitu vingine, tayari wamekupata. Huwezi kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Na ndiyo maana Yohana 7:37 Yesu anasema hivi: kila aonaye kiu na aje kwangu anywe. Mstari wa 37, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. 38, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyosema, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Anaposema itatoka ndani yake, itatoka kwenye moyo wake. Tunapojazwa Roho Mtakatifu, huwa anaujaza moyo. Ndio hizo chemichemi zinaanzishwa ndani yako. Chemichemi za maji yaliyo hai zinaanzishwa ndani yako. Na kwa
Wewe ni chanzo cha uhai wangu. Kitu cha pili, kumwimbia Bwana kunahusisha kumwimbia katika roho na kweli. Ile andiko tulishalisoma na kulitaja mara nyingi sana, Yohana 4:23 mpaka 24, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 15 inaongea habari za kuimba katika roho. Sasa iko hivi, kuimba katika roho hakuwezi kutokea bila moyo wako kuwa umeunganishwa na Roho Mtakatifu. Huwezi ukaimba katika roho if your heart is divorced from the Holy Spirit. Kama moyo wako kuna talaka iko pale kati ya moyo wako na Roho Mtakatifu, huwezi ukaimba katika roho. Na hata kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako, usipouunganisha moyo wako na yeye kabla hujaanza kutumika, huwezi pia kuimba katika roho. Utabakia kwenye akili. Ndio hapo unabakia kutafakari step ipi inayofuata. Ni kurusha mguu, inayofuata ni kurusha makalio, inayofuata ni kurusha kidole. Unatafakari hayo, moyo haupo kabisa. Mimi wenyewe mmeona mfano hii kwaya, sijui kwaya ya wapi imeimba hapo mwisho. Na mabuye. Kwa ndio uimbaji sasa wa kanisani. Uimbaji ambao ni wa kumwimbia Bwana ni ule unaokugusa wewe mwenyewe kwanza. Huwezi ukatamani watu waguswe wakati wewe hujaguswa. Haiwezekani. Uimbaji unaogusa ni ule ambao wewe mwenyewe kwanza ndio unaanza kuguswa. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako na Roho Mtakatifu vinafanya kazi pamoja. Na Roho Mtakatifu kazi yake ndio kugusa mioyo ya watu. Yeye aijuaye mioyo, aichunguzaye mioyo na viuno. Maana hiyo ndio kazi yake. Ndio hapo mkiimba wimbo unaohusu kukemea dhambi fulani na mnaimba kwa mguso wa Roho Mtakatifu. Siko wapi? Natamani zile enzi. Natamani zile enzi. Tulikuwa tukisimama kuimba. Unashangaa mtu anasimama analia, anapiga, anakuja mbele, anapiga magoti kuja kutubu. Muuliza tu, anamwambia juzi siku ya Alhamisi nilikosea. Siko wapi hizo kwaya? Mungu naomba unisikie. Katika kwaya mojawapo zilizoko hapa, tuanze kupata kwaya ambazo zikisimama kuimba watu wanasikia neema ya Bwana inatembea. Mungu naomba unisikie. Siwezi kutoka jasho namna hii bure. Naomba Mungu usikie. Naomba Bwana unisikie tu mara hii. Ya kwamba kutoka kwenye hizi kwaya watoke watu na wanaume na wanawake ambao watadhamiria kusema sisi tunataka kuimba na kumdhihirisha Bwana mahali ambapo tunaimba. Na Mungu sikia maombi yangu. Sikia maombi yangu. Siwezi kusafiri kilomita hizo zote alafu niache hauna matokeo yote. Bwana sikia maombi yangu. Sikia maombi yangu. Sikia maombi yangu. Wainuke waimbaji hapa ambao watatembea na moto wa kiungu isivyo kawaida. Kuimba katika roho. Kuimba katika roho. Kuimba katika roho wakati mwingine inaweza kumaanisha kuimba kwa lugha mpya ya Roho Mtakatifu.
Yaani unapoimba Roho Mtakatifu ana take over. Unafika mahali unaweza kuimba hata katika roho. Mwaka 2011 nilienda kuhubiri Easter Conference Singida pale Kibaoni. Nikafanya maombezi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Sio, niliona kitu cha ajabu ambacho nilikuwa sijawahi kukiona. Ndipo nilielewa anaposema, nilielewa jinsi Roho Mtakatifu anavyoweza kufanya vitu vya ajabu sana. Kuna binti mmoja akajazwa, alivyojazwa inavyoonekana malaika walishuka wakaanza kumsifu Mungu pamoja na yeye. Kwa nikashangaa, anacheza staili fulani, amefumba macho, anapita katikati ya viti, mistari ya viti, wala bila ya kujigonga. Anatembea anaenda mpaka mwisho, anarudi na hakosei step, akiwa huku ananena kwa lugha. Leo hayo mambo yako wapi kwenye makanisa yetu? Viko wapi hivyo vitu ndani ya makanisa yetu? Kwa kuna wakati unaweza kukaimba katika roho, kwa maana ya katika roho, katika lugha ya Roho Mtakatifu. Njia zingine, hii niende kwenye kipengele cha pili. Njia nyingine, sasa uwezo ukaimba katika roho kama hujajazwa roho. Pia haiwezekani. Kama hujajazwa roho haiwezekani ukaimba katika roho. Na nikiangalia kwaya nyingi hapa, waimbaji wengi hawajajazwa hata Roho Mtakatifu. Sasa kama inaonekana ninawasema sana, Mungu anisamehe. Lakini that is the truth. Aliyejaa roho anajulikana. Kuna dalili watu ukimuona, nidhamu aliyonayo. Kumwambia Bwana. Njia zingine naomba kuna kuimba kwa akili ambayo nimeshaisema. Zaburi ya 47:5 hadi 7 tulisoma jana. Lakini kuna kuimba kwa kelele. Zaburi 35:27. Naimba kuna kule kufanya kelele kama njia mojawapo ya kumsifu Bwana. Nakumbuka ukuta wa Yeriko ulianguka kwa sababu ya kelele. Hiyo ni nayo ni njia mojawapo. Kwa sauti za shangwe, hiyo ni njia mojawapo. Sauti za shangwe. Kwa kucheka, tena hii ndio nilikuwa naisemea ya yule binti. Kwa kucheka. Zaburi 126. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu kwenda kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Bwana aliporejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto, ndipo kinywa chetu kilipojawa kicheko, tukawa tukifurahi sana. Hiyo ni Zaburi ndio nakusomea. Nimekusomea hiyo maandiko. Kumsifu Mungu kwa kucheka. Holy laughter, kicheko kitakatifu. Wale walionunua kitabu taenda kujisomea mwenyewe. Kwa hofu na kutetemeka, mtumikieni Bwana kwa kicho. Zaburi sura ya 2 mstari wa 11 inasema,
Mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Sasa na mastepu yenu hayo, utaweza kuyafanya haya? Na tuulizane tu, hizo steps zenu hizo utaweza kufanya hivi? Step 100 kwenye wimbo mmoja. Kuna kwaya moja ina watu wazima wa bibi hivi, mpaka niliwahurumia wao wa bibi. Yaani wanapata shida. Ndio maana siku hizi kwaya nyingi watu wazima wameacha. Na mimi wakati mwingine mimi na walaumu wachungaji. Wachungaji, haya mambo yanatokea na nyinyi mmeangalia tu. Mmeangalia tu. Vitu vinatokea kama hivi. Wachungaji mpo mmeangalia tu. Eti mnaogopa wataondoka. Kweli kinachotakiwa ni kuwafundisha utumishi, kwamba kazi hii kazi wanayofanya ni utumishi, na kuna namna ya kuendea kwenye huu utumishi. Akikataa kutembea kwenye aende, ukamfundisha ukamwelewesha, hataki aende. Mauti imetupandilia madirishani. Mauti imetupandilia madirishani. Wako wapi wanawake waombolezao? Waomboleze ili macho yetu yabubujikwe na machozi, maana mauti imetupandilia dirishani. Utawezaje kumwimbia Bwana na hii mitindo yote unayo kwa hivi vitu? Utawezaje? Haiwezekani. Bwana, wakati mwingine mimi ulianguru waga naielewa sana. Kwanza ulianguru waga nazielewa sana. Wao walishapiga marufuku, hakuna step. Naimba mmetulia hivi. Na ndio maana ukiimba umetulia namna hiyo, inakuwa rahisi kuupa moyo wako nafasi ya kuconnect na Roho Mtakatifu na ule ujumbe kuutoa katika mafuta ya Roho Mtakatifu. Wewe kwa mfano kwenye step moja hapo ni ya kupiga sarakasi. Hivi saa ngapi utapata hiyo nafasi ya kutengeneza mazingira Roho Mtakatifu aweze kuconnect na moyo wako, alafu ndipo uachilie ule ujumbe. Marafiki, narudia tena. Fanyeni kikao katika idara. Inawezekana kupitisha azimio. Sasa tuende kwenye fire. Haleluya. Haleluya. Mataifa yatetemeka, nani ili tuweze kuimba na mambo yale makubwa ambayo nimeyasema yaweze kutokea. Kitu kingine, mwimbaji au mtumishi mwenyewe lazima ajazwe Roho Mtakatifu. Uimbaji na upigaji wa muziki unapaswa kuambatanishwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Baada ya mtu kujazwa Roho Mtakatifu na kujifunza jinsi ya kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu, hapo ndipo mtumishi ataanza kuona tofauti hata ya utumishi wake. Roho Mtakatifu anapokuwepo ndani ya mtumishi, hata huduma yake inakuwa na bubujiko fulani. Yaani ukisimama kuimba unakuwa sio mkavu.
Ukitoa sauti, sauti yako inaenda na kitu fulani zaidi ya sauti hiyo. Ukitetemesha sauti yako, ambayo tumesema na yenyewe ni ya muhimu, kujifunza jinsi ya kuimba kwa utaalamu, lakini sasa ukaunganisha na nguvu za Roho Mtakatifu, lazima moto utokee. Lazima moto utokee. Lazima moto utokee. Nasema lazima moto utokee. Roho Mtakatifu ni maji ya bubujikayo. Mwimbaji ambaye anasimama kwenye madhabahu, mtumishi ambaye kama ni mhubiri, kama ni nani, anayesimama kwenye madhabahu akiwa amejiunganisha na Roho Mtakatifu, huyo mtu anakuwa na bubujiko. Chochote atakachokifanya kinakuwa na influence ya lile bubujiko. Ngoja niwaambie, kuna tofauti ya kuimba kabla hujajazwa Roho Mtakatifu. Hata sauti yako unasikia jinsi unavyostruggle, lakini Roho Mtakatifu akishuka juu yako, Roho Mtakatifu akishuka juu yako, unashangaa sauti inakuwa laini. Sauti inatoka vizuri. Nazungumza from experience, kutokana na uzoefu wangu ambao inanitokea. Ninafahamu kama mafuta yale hayatibuka ndani yangu, jinsi ambavyo huwa nastruggle. Lakini nikisikia kitu fulani, maana hapa kichwani kuna kitu fulani, kuna ishara fulani waga inatokea. Nikishaisikia hiyo tu, unashangaa hata nguvu, kama nilikuwa najisikia dhaifu, unashangaa nguvu inaongezeka. Sikilizia sasa kitakachofuata baada ya pale. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu anaachilia bubujiko. Kama tulivyosoma Yohana 7:37. Aniaminie mimi, mito ya maji itatiririka kutoka ndani yake. Na mwimbaji akiimba akiwa na bubujiko la Roho Mtakatifu, huduma yake inakuwa na mguso. Nimewaambia utumishi wowote lengo lake ni kudhihirisha nguvu za Mungu. Marko 16:17 na 18. Yesu alisema hivi, aniaminie mimi, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ya kwanza, watatoa pepo. Ya pili, watasema kwa lugha mpya. Wakishasema kwa lugha mpya, maana hapo waga huo mstari tunausomaje kwa haraka. Sasa leo ngoja nikupe pause. Ya kwanza ni kutoa pepo. Maana yake mapepo yana kazi fulani kwenye maisha ya mtu. Maisha machafu, maisha ya dhambi ni matokeo. Wakati mwingine kuna dhambi zingine ni kwa sababu ya influence ya mapepo. Sasa unapomwamini Yesu, cha kwanza pepo lazima zikutoke. Maana ile andiko wakati wetu tunalitafsiri tu kwamba tutatoa pepo kwa wengine, na kwako pia pepo zikutoke. Baada ya hapo ni kusema kwa lugha mpya. Unaona context ya hilo andiko. Wewe pepo zikisha kutoka, kinachofuata ni kunena kwa lugha, kusema kwa lugha mpya, maana yake kujaza Roho Mtakatifu. Ukishajazwa Roho Mtakatifu, ndio inachofuata, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa. Maana yake ishara zinaanza kuachiliwa baada ya wewe kutokwa na pepo, kujazwa Roho Mtakatifu, ndipo ishara zinaanza kutokea. Ukisimama ukatamka neno, baada ya kuyafanya hayo yote, unasikia Mungu anajibu kama vile ambavyo umesema. Na niwaambie tu mapema, leo hapa kuna watu Roho Mtakatifu atasema na ninyi, mtasikia anasema kabisa na wewe maneno fulani kwa habari ya utumishi huo ulio nao. Amina amesema mmoja tu, wengine wote hawataki. Wengine wote hawataki. Nasema hivi, baada ya dakika chache tunaenda kuomba. Kuna watu Roho Mtakatifu atawasemesha. Kuna wengine atawabana kwenye kona,
kwa sababu ya vile ambavyo ulikuwa ukitembea. Utabanwa kwenye kona, utalia machozi ambayo hujawahi kulia. Ukikutana na yeye, moyo wako lazima uyeyuke. Haijalishi umevaa suti ya namna gani, akishuka akakubana, makamasi yatakutoka. Mchungaji mmoja alikuwa mchungaji wa dhehebu fulani, akakutanishwa na mtumishi mmoja kutoka Kongo. Sasa akaja na ile attitude na ya ubosi na nini na vitu kama hivyo, anamjibu mtumishi kwa jeuri. Mtumishi alimuuliza maswali haya mawili. Baada ya yale maswali, bahati mbaya yule mchungaji hakuwa amebeba handkerchief. Tai aliyokuwa amevaa ndio alikuwa anapangusia makamasi aliyoyatoa. Usicheze na Roho Mtakatifu, alikutana na wewe. Anapokuwa anakutengeneza uwe chombo chake kitakachodhihirisha, ambacho utakuwa weka mikono juu ya wagonjwa nao wanapata afya, lazima akupitishe. Nilisema hapa ni mashine ya kukomboa. Lazima pumba zikobolewe, punje zibaki, ubaki pure, safi. Kinyanyua mkono namna hii, watu wanasikia kuna kitu kinatoka kwako, kinawagusa. Ukitamka neno, yaani hata ukianza, unaposimama hapa kuongoza ibada, ukisema tu haleluya, kuna watu wanalipuka kujaza Roho Mtakatifu huko. Hicho ndicho kiwango ambacho waimbaji wenzangu, naomba tumtafute Bwana tukifikie. Korinto wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 1 hadi wa 5. Kwenye ile Marko tuliyosoma, Yesu alichokuwa anakiongelea